Habari za jioni mtazamaji, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa jioni ya leo ya Julai 1, 2025. Kana Mipendo Gorton ni kusogezea matangazo yetu live kupitia studio zetu zilizopo Panjiro, Arusha, Tanzania. Huzuni na majonzi vimetanda katika familia ya mzee Kiluvia eneo la Ngusero Same mjini mkoani Kilimanjaro, aliyepoteza watu 10 wakiwemo ndugu 4 wa familia moja na wapangaji 6 waliokuwa wamepanga katika familia hiyo. Ndugu hao pamoja na marafiki wengine walikuwa wanatoka Same kwenda mjini Moshi kwenye harusi ya ndugu wa familia hiyo ambaye ilikuwa ikifanyika katika ukumbi wa Kuringe Hall mjini Moshi. Ajali hiyo iliyoua watu 39 mpaka sasa na kusababisha majeruhi 28 iliyotokea Juni 28, 2025 katika eneo la Sabasaba Same mjini, ikihusisha basi Lala Kiluvia. Mimi ni baba wa mji huu, ambapo sisi familia yetu tumeondokewa na ndugu zetu 4. Amefariki mdogo wetu ambaye na shemeji yangu na watoto wetu 2 ambao wamefariki katika ajali hiyo ya jana kama mlivyosikia. Familia ilikuwa inakwenda Moshi kwenye harusi ya mtoto wa kaka yangu Jafari Rafael Michael kule Moshi. Lakini kwa bahati mbaya, kwa mapenzi ya Mungu, kilomita 3 kutoka Same mjini wakapata ajali na gari ikateketea na wao wakawa wameteketea kwa moto. Sisi kama familia tunasikitika sana kupoteza watu hao 4. Ni msiba mkubwa kwenye nyumba hii, lakini pia ni mji wetu umekumbwa na msiba watu 10 kwa sababu karibu wapangaji 6 wa nyumba hii nao wamefariki. Kwa hiyo kama unavyoona milango ya nyumba hii, tulikuwa na wapangaji nao wako kwenye msafara kutusindikiza kama rafiki, nao wamefariki. Kwa hiyo ni msiba mkubwa kwenye familia, lakini wote kwa tunamshukuru Mungu, kwani sisi tunaishi katika imani ya Kiislamu kwamba yeye ndiye ametuma na kwake tutarejea. Ukweli wa mambo, kwa upande wa ndugu zangu, hakuna ambacho naweza kukitambua. Ndio maana tunafanya taratibu kwenda kule hospitali ya Rufaa KCMC kupima vinasaba, angalau yale mabaki yatakao kuwepo pale tuangalie ni kama itakubaliana na sisi tuweze kuhifadhi yale mabaki. Lakini hakuna ambacho unaweza kutambua kwamba hili ni shati au ni mkono wa ndugu yangu. Kwa hiyo kutambua alama kwa sababu waliungua kwa 98%. Ni kweli nimefiwa na mama, dogo wangu, shangazi, dada mtoto wa baba mkubwa, majirani wa hapa. Walikuwa wamepanda gari moja, wamekodisha gari, wanakuja Moshi nyumbani kwa tuna siku ya jana. Sasa taarifa nilipata vipi? Tuko katika maandalizi ya harusi. Kwa hiyo sababu huko ni nyumbani na Moshi pia ni nyumbani, kwa mama kuna watu tayari walikuwa wameshaungana nao huku kwa ajili na waje wajumuike kule ukumbini. Sasa nadhani walitoka huku saa 10, by saa 10:30 hivi ndio walikuwa wameanza safari. Kwa hiyo mimi nilipigiwa tu simu, nikaambiwa bana kuna taarifa mbaya nimeipata kwamba anasikia kina mama wamepata ajali. Sasa nilipopata hiyo taarifa nikajaribu kumpigia mama, ni wakati huo nikakata simu aliyonipigia, nikampigia mama, haikuwa inaita. Nikapiga namba nyingine, haikuwa inaita. Nikapiga kwa mtu wa hapa ambaye ni yuko around hapa Same. Piga na pese huko hapa maeneo ya Sabasaba. Mama wako alikuwa amekodisha ile gari wanakuja kwenye harusi, limegongana na basi na Channel 1. Gari limelipuka moto, yani hapa sidhani kama hata kuna mtu kwenye costa ambao amepona. Kwa hiyo sikutaka hata kumwambia mzee kwa wakati huo. Nikajikaza, nikarudi ofisini nadhani kwa muda ule. Sasa baadaye nikabidi nzime simu kwamba sikuwa nataka kupokea taarifa yoyote kwa sababu yani wote walikuwa ni familia. Yani Costa nzima watu 30 wote
ni familia. Kwa sikutaka kupokea taarifa yoyote kwa wakati ule. Maneno ya mwisho ambayo aliniambia maneno ya mwisho ambayo aliniambia tu kwa bana, si mimi nitakuja na Zuhura. Mimi nitakuja na Zuhura nadhani Jumamosi tutakuja zetu huko. Hicho ndio alichoniambia. Hakuna siwezi nikasema kuna vitu vingine ambavyo tuliongea ni huko nyuma, lakini kwa mara mwisho nilipoongea naye aliniambia tu kwenye harusi utakuja na Zuhura ambayo ni Jumamosi tutakuja na hawa watu wengine. Sababu wakati wote tulikuwa tunawasiliana na mama wakati wote. Sababu mimi ndo mtoto wa kwanza na wadogo zangu wawili ambao mwingine ndo huyo yuko Moshi, mwingine ndo huyo ambaye huyo wa kike ndo mdogo wetu wa mwisho ambaye pia ndo amaliza form 4 juzi, ndo shule amepangiwa shule, na hapa wenyewe ndo amekuja juzi tu, alikuwa anasoma form 5 huko Tanga. Kwa amekuja juzi, nadhani hana hata wiki mbili hapa. Na pia hakuwa tu mtu kwamba anapenda sana sherehe, anavyosema hapa pia alikuwa hakuwa anataka hata kwenda kwenye shughuli, lakini kwa sababu tu alimwambia na ni dada yetu ambaye alikuwa anaolewa, ilimpasa kuweza kuja. Serikali kwa ujumla inajaribu kuangalia namna gani ni bora ya kuendelea kuepusha matatizo kama haya, sababu imekuwa ni changamoto ambayo imekuwa ikitutesa ukanda huu recently. Kwa hiyo hopefully kwamba ni taarifa ambayo inaumiza, lakini pia ni taarifa ambayo pia itafanya serikali yetu iongeze jitihada za kujaribu kutengeneza mazingira mazuri ya kuepusha hizi ajali ndogo ndogo ambazo zimekuwa zikitokea na kubwa ambazo zimekuwa zikigharimu maisha ya watu kwenye ukanda huu. Kutokana na hii ajali, kwa sababu tulikuwa tunaenda kwenye shughuli nyingine maalum. Nasikitika sana, natoa pole sana kwa matatizo tuliyopata. Wapewe tu maonyo, waonywe ili wao waangalifu barabarani. Maana wanasababisha ajali, wanasababisha tuwe na matatizo mengi na tuwe na majonzi mengi moyoni yasiyoisha. Shauri ya namba 8606 ya mwaka 2025 la uchochezi linalomhusisha mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu limeahirishwa kwa muda usiojulikana mpaka pale mashauri mawili ya mapitio yaliyofunguliwa Mahakama Kuu ya Tanzania yatakapotolewa uamuzi. Akizungumza katika viunga vya mahakama hiyo, wakili wa Tundu Lissu Rugemeleza Nshala amesema Lissu alifungua mashauri mawili, moja likiwa la kurejewa kwa uamuzi wa mahakama ya Kisutu kutokutoa uamuzi juu ya maombi ya Lissu kupinga mashahidi kutoa ushahidi wa kificho na kudai kuwa unahatarisha haki yake ya kusikilizwa kwa haki na ukamilifu. Tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2025, mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam katika eneo la Kisutu ilikuwa inasikiliza kesi ya matumizi mabaya ya mtandao ambayo ilikuwa inamhusu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu mbele ya hakimu mfawidhi Muhini. Sasa kesi ile ilikuwa iendelee kusikilizwa, lakini upande wa mashtaka umesema kwamba unaomba kesi hii iahirishwe kutokana na kwamba kuna maombi ya mapitio ambayo upande wa wakili wa mshtakiwa Tundu Lissu umewasilisha katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam kutaka kupinga kwanza ukatiba kufanya kurejewa kwa uamuzi wa mahakama hii ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam ya kutopeleka faili la kesi hii katika Mahakama Kuu ili uamuzi wake wa kutotoa uamuzi kuhusiana na maombi ya Tundu Antipas Lissu kwamba kifungu cha namba 188 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinatakiwa kiangalie ukatiba wake, kwa sababu kinaruhusu mashahidi utolewaji wa ushahidi kwa njia za kificho, na anaona kwamba inahatarisha haki yake ya kusikilizwa kwa haki na kwa ukamilifu, ili kwamba mwisho wa siku maamuzi yawe ya haki. Kwa hiyo kuna swala hilo ambalo hakimu hapa alikataa kulitolea uamuzi, na wakili au mshtakiwa Tundu Lissu amepeleka maombi hayo katika Mahakama Kuu, na shauri hilo lilikuja katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam tarehe 28 mwezi wa 6 mwezi umepita, ambako Jaji Mkwizu alisikiza mapingamizi ya serikali, kwa sababu serikali waliweka mapingamizi kule, na tarehe 11 mwezi wa 7 mwezi huu mwaka huu atatoa uamuzi wake juu ya mapingamizi ya serikali. Aidha, kuna kesi nyingine ya pili ambayo imepelekwa mahakamani ambayo inapinga vile
kutolewa kwa jinsi kile kiapo ambacho serikali kiliwaruhusu, yale maombi ambayo yaliruhusu serikali kuleta mashahidi wao kwa kificho, kwamba kwa kuyasoma tu, kwa sababu ile sikio upande mmoja, yanaonyesha kwamba hapakuwepo na ushahidi au mazingira ya kutosha ya kumwezesha hakimu kuweza kufikia uamuzi ule aliofikia wa kuruhusu kutolewa ushahidi wa kificho kwa watu ambao sio maaskari. Kwa hiyo na hiyo ni swala vile liko kwa hakimu au kwa jaji Elizabeth Mkwizu katika mahakama kuu ya Dar es Salaam. Sasa kutokana na kwa mashauri haya mawili, upande wa jamhuri umeomba kwamba kesi hii iahirishwe. Kwa upande wa utetezi, mawakili wa utetezi tulipinga hoja hiyo, tukasema kwamba hayo hayahusiani, sababu mashahidi ambao walikuwa wakitoa ushahidi hapa katika mahakama hii ni wale ambao ambao ni maaskari. Lakini mwisho baada ya hizo hoja zote, hakimu amesema kwamba yeye anaamua kuahirisha shauri hili hadi kwa tarehe ambayo itajulikana, ikisubiri kwamba maamuzi ya mahakama kuu katika mashauri mawili ya mapitio yaweze kutoka, na baada ya mapitio ya maamuzi ya mahakama kuu kutoka kuhusiana na maombi mawili ambayo yamewasilishwa kwa niaba ya Tundu Antipas Lissu kule mahakama kuu, ndipo kesi itaweza kujulikana kwamba itakuja lini. Kwa hiyo kwa hii kesi ya mambo ya uchochezi ya sheria za mitandao, kwa hapa Kisutu imeahirishwa mpaka tarehe itakapotajwa tena na mahakama baada ya maamuzi ya mahakama kuu kuwa yametoka. Asante. Wanakijiji wa Pangatupu na Kidimni mkoani Kaskazini Unguja Zanzibar wameridhishwa na hatua ya serikali kuwajengea barabara za kisasa kwa kiwango cha lami pamoja na daraja, hatua itakayowarahisishia kufanya shughuli zao za kiuchumi hasa katika kipindi cha mvua. Sasa tunashukuru Mungu, maana kwa tunasumbuka. Sasa hivi itapotengenezwa uzuri, itakuwa magari mengi, tutakuwa kwenda na safari zetu katika harakati zetu, sasa tutakuwa hatupati tabu sana. Magari yatakuwa ni mengi, tunashukuru Mungu. Mpaka sasa hivi watoto kwenda shule na sisi wenyewe kwenda hospitali. Hakika maendeleo mazuri, tunaridhika sana. Naambia si haba mchango, ilikuwa tunapata tabu sana darajani, wanafunzi hawaendi shule ikinyesha mvua, lakini si haba sasa hivi wanakwenda kama kawaida. Na tunaomba watufanyie hima wapate wamalize, watoto waneemeke na kwenda na maendeleo. Tuna barabara ya Mangapwani namba 1. Lakini pia tunajenga awamu ya pili ya barabara ya Mangapwani, ambapo kwa sasa tunamalizia daraja la Mangapwani ambalo litakamilika ndani ya miezi 2.5. Na kwa sasa tupo eneo la Kitope lenye urefu wa kilomita 19. Pia tunaendelea na ujenzi wa barabara ya Mahonda yenye urefu wa kilomita 27. Tumeangalia barabara nyingine itakayo upande wa mashariki, hiyo ya Mangapwani ambayo inaunganika na barabara hii ya kutoka Bumbwini Mfanesini. Nacho kipande kile kinahitaji fidia, lakini pia kitahitaji kuondolewa makaburi, nacho tumekipitia. Na tulipotoka pale tuliangalia daraja la Pangatupu, na hili daraja lina umuhimu wa kipekee. Ni daraja ambalo lina karibu mita 100. Lilikuwa huko nyuma linajengwa, lakini linaanguka kutokana na mvua kubwa na maji mengi yanayopita katika eneo lile. Lakini serikali ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Rais wetu Dr. Hussein Ali-Mwinyi imeamuliwa sasa kujengwa daraja la kisasa, na hasa tunavyojua kwamba eneo lile ni muhimu kwa kuunganisha sehemu ya Mangapwani lakini pia na sehemu ya Mahonda. Itakuwa na muunganiko mzuri. Na bohari ya dawa MSD kanda ya Ziwa imelalamikia baadhi ya wateja wake wasiolipa madeni kwa wakati, hali iliyosababisha shirika hilo kupata ugumu katika utoaji wa baadhi ya huduma zake. Kwenye Ziwa Victoria kuna maeneo mengine ambayo yanakuwa ni shida kufikika. Kwa mfano kuna kisiwa kimoja ambacho tunapaswa kupeleka x-ray machine, lakini boti zinazokwenda kula hazina uwezo wa kuweza kubeba hiyo x-ray machine. Mvua zikinyesha magari mengi huwa yanakwenda yananasa, yanaharibika. Kwa hiyo yanapotoka huko tunatakiwa kuingia gharama za kutengeneza hivyo vipuli, kuweza kununua vipuli vilivyo haribika na kuweza kureplace ili gari liweze kufanya kazi tena. Na anapochelewa ulipaji wa madeni inaathiri kweli MSD kiwango cha dawa ambacho kinaweza kupatikana. Kwa hiyo matokeo yake unakuta kuna dawa ambazo zinakosekana. Kwa hiyo wito wangu mimi ni kwa wadau wote, vituo vya afya, mahospitali waweze kulipa kwa wakati ili kuirahisishia MSD kuweza kupata dawa na vifaa tiba kwa wakati na kuwahudumia wao kwa wakati. Na uhakika MSD ikipata hela zao kwa wakati, na wenyewe wataweza kufurahi kweli kweli kwa huduma ambayo tutawapatia. Hapa nasisitiza ajenda ya mapato
ili tusiwe na madeni ya MSD. Tumeanza kwa kuweka mifumo tukafuatilie, lakini sisi Mwanza tumekubaliana tufunge CCTV kamera vituo vyote na inawezekana. Kwa hiyo ninasisitiza kuhusu ukusanyaji wa mapato, lakini pia ulipaji wa madeni. Dawa ya deni kulipa. Sasa ukikusanya vizuri utalipa vizuri, usipokusanya vizuri huwezi kulipa vizuri. Na hapa mratibu ameniambia, meneja wa kanda ameniambia mkoa wa Mwanza hapa peke yake tunadaiwa bilioni 1 na milioni. Wananchi wa vijiji vinavyopakana na hifadhi ya Lukwika, Lumesule, wilaya na Nyumbu mkoani Mtwara wameendelea kupewa elimu ya namna bora ya kujikinga na wanyama pori hatarishi akiwemo tembo ambaye huvamia makazi na kuharibu makazi hayo. Mafunzo hayo yametolewa na Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania TAWA kanda ya Kusini Mashariki. Mheshimiwa, nataka nikueleze ukweli uliopo. Ndechela itakuwa na njaa kubwa sana kutokana na ndovu. Sasa hivi hapa ingekuwa kuna uwezekano ungekwenda shuleni hapo au majumba haya, barabara hii walivyokula leo ndizi ndovu, mwenye mkuu wa wilaya ndovu. Kilichojitokeza, baadhi ya wakulima siku ile aliondoka afisa kilimo yule, walikuja wanyama pori kule, walikuja hawa tembo wakaharibu mazao mbalimbali. Siku ya kwanza aliacha namba yake ya simu, lakini wakulima wale walivyojaribu kumpigia, nakuja leo, nakuja kesho, nakuja jioni, mpaka muda huu hajawahi kufika tena. Wao changamoto zilikuwa ni kubwa, tembo ilikuwa tunawafukuza tu kienyeji. Tulikuwa tujui hiyo elimu ilikuwa bado hatujapata. Lakini baada ya kwa leo tumepata hiyo elimu, itatusaidia sana jinsi gani ya kujilinda na hao wanyama. Tuna uhaba au ukame wa maji maeneo haya. Hadi ndani kule kuna kipindi kunakuwa na ukame. Ukame wa maji unasababisha wanyamapori wakose mahitaji. Wanapokosa mahitaji wanalazimika kutafuta ni wapi watapata mahitaji. Kwa namna hiyo wanajikuta hadi wamefika mashambani. Na ndio sasa inaanza hii adha. Kwa hiyo tutakuwa na mwitikio wa haraka, lakini bado tunaendelea kutoa mwitikio wa haraka. Tunazidi kuomba ushirikiano, hizo taarifa zije ili sisi kuhakikisha kwa namna ambavyo tutaweza tuweze kufanya kazi kutatua hiyo changamoto. Ndechela oye! Sasa tutaishi vizuri na hifadhi yetu. Tutaishi vizuri na wanyama waliopo kwenye hifadhi yetu kwa sababu tumekwisha jifunza tabia za wanyama hao na tumejifunza namna ya kuishi nao. Sawa sawa? Cha muhimu tuzingatie hayo ambayo wataalamu wametueleza. Ili tuokoe mazao yetu, lazima tukubaliane kuingia gharama hizo kwa ajili ya kuzuia wanyama waharibifu kuja kwenye mashamba. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada katika mkusanyiko wa taarifa hizo za habari jioni ya leo ya Julai 1, 2025. Ulikuwa nami Pendo Gorton. Nizidi kukukumbusha kambi yetu ya matibabu imetoa pale katika hospitali ya Manispaa ya Kahama kuanzia siku ya jana, inaendelea siku ya leo, lakini mpaka siku ya Ijumaa ya Julai 4 ndio itakuwa siku ya mwisho upasuaji wa mdomo wazi ambao unaendelea kufanyika pale bure kabisa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa matangazo haya jioni ya leo, ulikuwa nami Pendo Gorton. Nikutakia wakati mwema.